Hebu fikiria kwa muda mfupi, upo chumbani peke yako, mwili wako umebadilika, unahisi kuna kitu kimetokea, lakini huoni. Kwa wasichana wengi, siku ya kwanza ya hedhi huja kwa woga, aibu na maswali mengi. Lakini kwa msichana mwenye changamoto ya uoni, safari hiyo inaweza kuwa ni ngumu zaidi, si kwa sababu ya hedhi pekee, bali ni kwa sababu ya ukimya, kukosa taarifa sahihi na wakati mwingine kutegemea mtu mwingine kwenye jambo la faragha. Hii ni hadithi ya Rukaya Mohamed, hadithi ya hedhi, teknolojia na utu. Hii ni Hedhi Bila Giza. Inaniletea changamoto kidogo kwenye masuala mazima ya hedhi. Haoni kinachoonyeshwa, ila anasikia tu ile sauti. Kazi yake kubwa ni kumsaidia mtu ambaye hawezi kuona au anaona hafifu kuweza kusoma. Programu hii inafikiri itakuwa ni mkombozi kwao. Naamini zinatuweka katika kujiamini zaidi. Serikali ya awamu ya 6 imewekeza katika kuleta usawa wa kijinsia nchini. Karibu msikilizaji katika makala haya maalum inayoangazia namna teknolojia inavyosaidia kuvunja vizuizi kwa wasichana wenye changamoto ya uoni wakati wa hedhi. Mimi ni Asha Athumani. Kulingana na tafiti zilizotolewa na shirika la Umoja wa Mataifa kuhudumia watoto UNICEF zilizotolewa mwaka 2022 zinaonyesha zaidi ya 65% ya wasichana wenye ulemavu wanakosa taarifa sahihi kuhusu hedhi salama. Na takwimu hizo zinaongeza kwamba nchini Tanzania, msichana mmoja kati ya 4 hukosa shule wakati wa hedhi. Hizi ni takwimu za walemavu wote kwa ujumla wao, lakini kwenye changamoto ya uoni hali huwa ngumu zaidi. Rukia ni binti asiyeona, mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Siku ya kwanza ya hedhi haikuwa rahisi. Ilikuwa ni siku ya hofu, ilikuwa ni siku ya aibu, siku ya kutojua cha kufanya. Kwa msichana asiyeona, hedhi si changamoto ya kimwili pekee, ni changamoto ya taarifa, usiri na kujiamini. Kwangu mimi ilikuwa ni changamoto kupata taarifa haswa za masuala mazima ya hedhi. Kwa hivyo nilikuwa ninapitia changamoto kupata taarifa zangu. Ilikuwa ni ngumu pia kwa sababu changamoto ya macho nilikuwa nimeipata ilikuwa kidogo kutokana na matibabu pia nilikuwa ninayapata, inaniletea changamoto kidogo kwenye masuala mazima ya hedhi. Rukia hakuhitaji huruma, alihitaji taarifa, alihitaji mwongozo, alihitaji kujihudumia bila kupoteza utu wake. When you talk about cancer science, when you read that news story, when you listen to the media work, already there are things to do. Katika safari yake, Rukia hakuwa peke yake. Wanafunzi wenzake wamekuwa sehemu ya msaada kwake. Wakati mwingine msaada huo ni mdogo kwa macho ya kawaida, lakini ni mkubwa kwa msichana mwenye changamoto ya uoni. Ni kumwelekeza, ni kumsikiliza, ni kumsaidia bila kumdhalilisha. Kiwa katika changamoto kama hiyo, anakuwa anahitaji msaada, kwanza kupelekwa chooni kwa ajili ya usafi wa hapa na pale. Pili, tunamsaidia kumchotea maji. Tatu, tunamsaidia kumnunulia zile taulo za kike. Lakini pia kuna hali ya maumivu ya tumbo. Akiwa katika hali kama hiyo, tunamchemshia maji ya moto kwa ajili ya kupunguza maumivu au tunamfatia dawa madukani. Kuna wakati mwingine natumika pia kwenda kununua pampers za kike tunaita. Hedhi salama haihitaji vifaa pekee, inahitaji pia jamii inayomwelewa msichana huyu. Kwa wanafunzi wenye changamoto ya uoni, elimu bora haiishii kwenye darasa. Inahitaji mazingira yanayompa nafasi ya kushiriki bila hofu na kupata taarifa. Elimu ya hedhi, elimu jumuishi, si kumruhusu mwanafunzi awe darasani tu, ni kuhakikisha anaelewa, anashiriki, anaheshimiwa. Lakini hedhi salama ni nini? Ni ile hedhi ambayo katika utaratibu mzima wa utokaji wa damu uwe wa kawaida, usio wa kuzidi au wa kupoteza, lakini vile vile afya ya mwanamke iwe imehifadhiwa. Ina maana kwamba hedhi isiyomletea changamoto mbalimbali, ikiwepo kutokwa damu nyingi sana au kupata maumivu makali sana. Ni hedhi ya kawaida ambayo mwanamke anaweza akaendelea na shughuli zake za kawaida. Kwa maelezo ya kitabibu, hedhi salama si aibu, ni sehemu ya afya, ni sehemu ya ukuaji, ni sehemu ya maisha ya msichana. Changamoto huanza pale taarifa sahihi zinapokosekana.
Oki Tanzania. Your profile. Name, date of 33 day, period length, 5 days. Leo maisha ya Rukia yameanza kubadilika, si kwamba anaona, la hasha, bali ni kwa sababu ya teknolojia inamsaidia kusikia taarifa ambazo zamani zilikuwa mbali naye. Kupitia programu tumizi au mobile app ya kufuatilia mzunguko wake wa hedhi, Rukia anaweza kujua siku zake, kujiandaa mapema na kujihudumia kwa usiri zaidi. Baada ya kujua hii application, kiukweli imenisaidia sana, kwa sababu ni application ambayo inaweza kutumika na mtu wa aina yoyote mwenye changamoto za uoni, ambayo yupo anaweza kuona hivyo vitu kama hivyo. Mwenye changamoto ya uoni anaweza kujitegemea kwa kujua mzunguko wake unatarajiwa kwa baada ya siku ngapi, kwa hivyo ajiandae. Ninaweza kujiandaa. Si kwamba eti naenda nikiotea, hapana. Lakini ninajiandaa, naandaa vitu vyangu mapema, na hakuna mtu ambaye atajua kama niko siku zangu au sipo kwenye siku zangu. Inakuwa ni rahisi kwangu. Kwa Rukia, hapo si programu tu, ni kumbukumbu, ni mwongozo, ni faragha, ni hatua ya uhuru. Lakini teknolojia inakuwa ina maana pale inapomfikia mlengwa. Oki ni application ambayo inasaidia binti kuweza kutrack period yake. Lengo kubwa la Oki ni kumsaidia binti aweze kuelewa kwanza period yake, aweze kutrack period yake, na aweze pia kujiandaa na period yake. Ferisi Gange ni mtaalamu wa tehama, anaongeza kuwa teknolojia jumuishi lazima izingatie watu wenye mahitaji maalum tangu hatua ya kubuni. Washauri wanatehama waweze kujiingiza katika kutengeneza mifumo, application na solution mbalimbali ambazo zitawasaidia wenzetu ambao wana matatizo ya uoni na matatizo mengineyo, kwa sababu kwa kutengeneza mifumo kama hii inawasaidia wale ambao hawajiwezi ama wana changamoto kuweza kuishi vizuri bila tabu kama binadamu wengine wanavyoweza kuishi. Kwa miaka mingi, watu wenye tatizo la uoni wamekuwa wanakabiliwa na changamoto ya upatikanaji wa taarifa, hususani katika masuala ya hedhi. Je, teknolojia hii imepokelewaje na watu wenye changamoto ya uoni? Programu hii inafikiri itakuwa ni mkombozi kwao. Wasioona wengi wanawake, imekuwa ikiwatokea hizi dharura hadharani ni jambo la fedhea, kwamba wao wanafedheka. Kwa hiyo kwa kupitia hii programu, na wakipata kujua kalenda na tarehe ambayo itakayemjulisha mle, mimi naamini kabisa kwamba hakutotokea dharura za shida zozote zile, kwamba kuharibikiwa kwa msichana aliyokuwa katika hali hiyo. Hii ni sauti muhimu, kwa sababu maendeleo jumuishi hayawezi kupangwa kwa niaba ya watu bila kuwasikiliza. Lakini kwa wadau wa maendeleo ya wanawake, ukuaji wa teknolojia ni hatua muhimu katika kuhakikisha wanawake na wasichana wenye changamoto ya uoni hawabaki nyuma katika kupata taarifa muhimu za afya. Maendeleo ya teknolojia yana msaada mkubwa sana kwa wanawake kwa ujumla, na tukiwa tunatolea mfano wa Oki app, hii app ina msaada mkubwa sana hasa kwa wanawake ambao wana changamoto ya uoni, kwa sababu imetengeneza mifumo ambayo ni wezeshi, inamsaidia huyu mwanamke kupata taarifa zote muhimu kama wanawake wengine wote. Utaratibu wa Rukaya ni mwanafunzi wa hapa, lakini namsaidia na wanafunzi wengine ambao hawaoni, nawasaidia kujua muda gani ameingia siku gani, muda gani ameingia siku gani. Kwa hiyo hata kama haoni, lakini namsaidia yeye kufahamu hali halisi jambo ambalo linaendelea mbeleni mwake. Mimi naamini kitatusaidia kwa kiwango kikubwa kufahamu taarifa sahihi. Naamini zinatuweka katika kujiamini zaidi. Teknolojia imesaidia sana katika nyanja ya kupata elimu, hasa elimu za afya. Mtaala wa elimu wa teknolojia wa sasa, je, unakidhi kiwango cha kutengeneza wataalamu wa kutengeneza mifumo ya kusaidia changamoto katika jamii? Mitaala yetu mingi tumeweka katika mfumo wa kwamba tunaangalia matatizo yanayoikumba jamii, alafu ndio wanafunzi wanakuja kutafuta utatuzi. Katika Tanzania, ajenda ya wanawake, wasichana na makundi maalum imeendelea kuwa sehemu muhimu ya maendeleo ya taifa chini ya uongozi wa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye amekuwa alama ya matumaini kwa wanawake na wasichana wengi. Mjadala wa jinsia
utu, ushiriki wa makundi maalum umeendelea kupata nafasi, lakini maendeleo jumuishi haupimwi kwa maisha ya watu kama Rukia. Je, msichana mwenye changamoto ya uoni anapata taarifa? Je, anaweza kusoma bila aibu? Uwekezaji kwa wanawake na wasichana haupaswi kuonekana kama hisani, bali ni mkakati muhimu wa kujenga taifa lenye usawa, ustawi na maendeleo jumuishi. Serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi mahiri wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan imewekeza katika kuleta usawa wa kijinsia nchini ili wanawake na wanaume washirikiane bega kwa bega kuleta usawa na maendeleo ya jamii. OK Tanzania. Your profile. Name, date of 33, home. Selected. Kwa Rukia, teknolojia si jambo la mbali, ni sauti inayomkumbusha, ni taarifa inayompa uhakika, ni faragha inayomrudisha utu. Kiukweli tunashukuru sana kwa application hii hapa, sisi mabinti hasa tusioweza kuona. Mimi kama binti ambaye nina changamoto hiyo ya uoni, ninashukuru sana na ninafurahi kuitumia kwa kuwa inanifanya niwe huru popote ninapokuwa. Ninafurahi sana kwa wao kuweza kuisakinisha hii hapa application vizuri kwenye vifaa vyetu vya simu na kwa kila mtu anaweza kuifikia. Ninashukuru sana. Hedhi si aibu na ulemavu wa kuona haupaswi kuwa sababu ya msichana kukosa taarifa, elimu na utu. Hadithi ya Rukia inatukumbusha kuwa teknolojia ikitumiwa vizuri inaweza kuwa daraja la kutoka hofu kwenda kujiamini, kutoka ukimya kwenda elimu, kutoka giza kwenda mwanga. Hedhi salama ni haki, taarifa ni nguvu, na teknolojia jumuishi ni maendeleo. Na kwa kufikia hapa tunafikia mwisho wa makala haya. Msimuliaji na mwandaaji ni mimi Asha Athumani wa Mlimani TV.